kwamba taifa linapoendelea kujizatiti ili kuboresha afya ya mtoto na mama na kupunguza idadi ya vifo wakati wa kujifungua katika eneo la Kajiado Kusini, mahangaiko yamezidi matumaini. Eneo hili limegubikwa na ukame na hali ngumu ya maisha. Wanawake wanalazimika kutembea mwendo mrefu uliojaa panda shuka tele, ikiwemo miale mikali ya jua, barabara mbovu na hatari ya kuvamiwa na wanyamapori ili kupata huduma ya kujifungua salama hospitalini. Mwanahabari wetu Mike Chalo alizuru Kajiado Kusini katika kaunti ndogo ya Oloitoktok na kuandaa taarifa ifuatayo. Kusini mwa kaunti ya Kajiado nchini Kenya. Maeneo yanayopakana na mbuga ya wanyama ya Amboseli katika kaunti ndogo ya Oloitoktok, wadi za Lenkizim, Imbirikani, Risa na zingine zimetengwa kimaendeleo. Jamii ya Maasai inayoishi katika eneo hili inategemea ufugaji kama kitega uchumi, licha ya eneo la Amboseli na viunga vyake kuwa kame, kwani kijiografia liko katika upande wa mlima Kilimanjaro unaopokea mvua chache. Hali ya maisha hapa ni ngumu kutokana na barabara mbaya, mizozo ya kila wakati, uvamizi wa wanyamapori, ukosefu wa shule za kutosha na vituo vya afya. Huko watu mingi sana wameanza imekufa kwa ajili hospitali ni mbali. Ndio naenda Lenkizim hospitali, ingine ndio naana pikipiki, gari hakuna. Mimi mtoto ya kwanza nilikuwa nimesalia nyumbani. Nimesalia nyumbani kwa sababu hospitali yetu iko mbali sana. Tulikuwa tunaenda huko na Melo. Mama Dorcas Musa amekuwa mkunga wa kitamaduni kwa zaidi ya miaka 20, lakini baada ya kupokea mafunzo na kuhamasishwa dhidi ya hatari zinazotokana na ukunga wa kitamaduni, sasa amekuwa mstari wa mbele na mshawishi mkuu katika kuwahimiza wanawake kujifungua hospitalini, kuzuru kliniki wanapokuwa wajawazito na baada ya kujifungua. Hatua hii ikiwa imepunguza vifo vya watoto wachanga na wanawake katika eneo hili kwa 70%. Nakuja kuangalia hiyo mama, hiyo msichana ako na wasito, na kuangalia tumbo kama mzuri, kama mtoto nakaa mzuri, kama anatembea mzuri, na alafu nakuwa mzuri. Japo kazi yake na wengine sio rahisi, kwa kawaida mwendo mrefu ndio mtindo wa kila siku, wakipishana na wanyama hatari, jua kali na wingu la vumbi. Sisi amekuja kuelewa hospitali ni mzuri. Siku ile kisa na mwaka damu nyingi ndani potea watu. Mimi nimeona hospitali kuna msaada kabisa. Ukienda kujifungua huko hospitali, sasa mtoto akiwa na shida unasaidiwa huko hospitali. Haya yote yakiwa kwa ajili ya kuokoa maisha ya mtoto na mama anayejifungua. Zamani mimi nikisalia hapa nyumbani ya mtoto ya kwanza, mimi nimepata shida kwa ajili nimejifungulia hapa nyumbani. The indicators for Kajiado County are not good. They are among the top 10 counties that are not performing well. People are dying not because of a system that does not have. They are dying because of a system that ignores the people. And I think that if we can just change as a country how we view healthcare, because you cannot lead a dying nation. You need to have a healthy nation to be able to lead it. Kwa wakati huu anaangalia utayari wa kujifungua kwa mama huyu mchanga anayebeba ujauzito wake wa pili. Hiyo mama imekuwa mzuri. Sijapotea tena mama, sijapotea tena mtoto. Working with TBS, with antenatal mothers, it has helped them to monitor them and to take care of them at home. Like when they are in labor, they are able to accompany them up to hospital. Kaunti ya Kajiado ni mojawapo wa kaunti nchini zinazoongoza kwa vifo vya watoto na wanawake wanaojifungua. Kwa mujibu wa takwimu za kidemografia na afya nchini, watoto 25 kati ya 1000 wanaozaliwa katika kaunti ya Kajiado hufariki. Wanawake 495 kati ya 100,000 wanaojifungua hupoteza maisha yao. Vigezo vikuu vikiwa ukosefu wa hospitali karibu na wakazi, jambo linalowalazimu kukumbatia njia za kitamaduni ambazo sio salama. We are still losing mothers. That is the situation. But the beauty is that this is a problem that we are talking now.
we are all talking in the same language. And it is no doubt that in the course of time, we will change the indicators in Kajiado. Mama Dorcas Musa pamoja na wakunga wengine 200 waliopata mafunzo na kubadili nia, sasa wakiwa washawishi wakuu kuwaleta wanawake katika hospitali hii eneo la Risa, Kajiado Kusini, iliyojengwa miaka 3 iliyopita na kuwa tumaini la kipekee kwa wakazi wa eneo hili. Hospitali iliyo karibu na hapa ikiwa zaidi ya kilomita 50. The closest facility to this Dandelion Medical Center is exactly 54 kilometers to. That is a health center. It provides a quality healthcare for people who contribute 98% of maternal deaths in the country. Like the problem we have in Kajiado, we tend to do well in urban areas, but we are still lagging behind in rural Kajiado. Licha ya hayo, kituo hiki kimechukua muundo wa kipekee. Ofisi na wadi zote zikiwa zimejengwa kwa kutumia kontena. Vilevile wanasema ukienda Roma, fanya wafanyavyo Warumi. Ili kujenga usuhuba baina yake na jamii, hospitali imelazimika kujenga vyumba vya manyata ili wanaohudumiwa waweze kujihisi nyumbani. Wadi hizi za manyata zimekuwa kivutio kwa wakazi wanaoishi kwa nyumba za kitamaduni na kuwafanya wajihisi nyumbani wanapokuja kujifungua hapa. Pili, joto linalotokana na wadi za manyata huwasaidia kuponya kitovu kwa haraka. Once our mothers have successfully delivered and there are no complications, they are brought to our Manyata, our postnatal clinic, which is built to embrace the culture and help in keeping the mother warm, which by keeping the mother warm, the uterus is able to contract well and the mother is able to breastfeed well. So this warmth is also making mothers to come to this facility. We wanted them to associate delivery with what they're used to, their homes. Somewhere that is clean, somewhere that is warm, somewhere that feels like home. For this Manyata, it is something that is very important because we want to improve skilled birth attendants. Lea Kisham ambaye amejifungua muda mfupi uliopita, ametembea kilomita 15 kwa mguu kabla ya kuabiri pikipiki iliyomsafirisha kilomita zingine 40, na alipofika ikimchukua dakika 35 pekee kujifungua. I was going to Dandelion backpack outreach at Osoit, so I saw that it is good to come and deliver here due to the good services I was given at outreach. And currently, this is the first baby I've given birth at the hospital. Since Dandelion came to Risa, there have been trainings on prevention of bleeding, postpartum hemorrhage, because initially women were bleeding so much or the placenta does not come out. So since the Dandelion has come, there is a reduction on women who are bleeding during delivery and after delivery. Changamoto kubwa imekuwa jamii hizi kuacha njia za kitamaduni na kukumbatia matibabu ya kisasa. Lakini muda unapoendelea kusonga na wanajamii wanapoendelea kuona manufaa, hata wanaume ambao kwa jamii ya Maasai imekuwa mwiko kujihusisha na masuala ya uzazi, kwa sasa wanaonekana kukumbatia hilo. Nimemleta bibi wangu, ni mjamzito. Pale mbeleni before ilikuwa ni watu wanaona ni ngumu. Licha ya kituo hiki kufanya matibabu hata nyanjani kwa wakazi wa Kajiado Kusini, bado kuna mwanya mkubwa. Changamoto kuu ikihusisha mifumo ya afya nchini ambayo kwa muda haijaonekana kufua dafu. We cannot continue to tell people to go to hospitals when the services are not there, when the teams are not motivated, when there strikes all the time. We have strengthened the human resources for health to ensure that instead of us having one nurse in a dispensary, we have two so that they are able to advocate for the rural challenges. Hospitali za umma katika eneo hili zinakumbwa na uchache wa hudumu wa afya, sawa na ukosefu wa dawa na vifaa vingine. We have created health awareness. We have done capacity building for our healthcare workers, for our community health promoters. Having these new employees is really an additional to our workforce, especially to the dispensaries, the health centers.
we are saying every space, every dispensary, every health center that delivery happens, the staff there must be trained. Macho yote sasa akitarajia muonekano mpya wa kimaendeleo hasa baada ya usimamizi wa mbuga ya kitaifa ya Amboseli kukabidhiwa kaunti ya Kajiado. Wanaopakana na mbuga hiyo wakitarajiwa kunufaika hata zaidi. Kwa miaka zilizopita tulikuwa tunapitia mashida mengi juu ya kwenda clinic. Tulikuwa tunatoka miguu from Marlborough to Amboseli. We were actually walking for a distance of 20 kilometers. And most of the community, they don't get that time to go to clinic. Improvement of quality healthcare services in public hospitals. The negligence of whether it's through equipment, whether it's through service, lack of employment of medics, lack of training. I think we cannot continue to tell people to go to hospitals when the services are not there, when the teams are not motivated. Kwa wengi mwendo wa kusaka matibabu umekuwa mrefu na uliojaa changamoto tele, lakini kwao hakuna afueni kuu kama kuwaletea huduma za afya karibu nao. Kutoka Oloitoktok, kaunti ya Kajiado, mimi ni Mike Chalo. Asante sana Mike Chalo kwa taarifa hiyo kuntu kabisa. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo yake Mike Chalo kutoka Oloitoktok, sasa tunaelekea madukani, lakini usiende mbali, salia papo hapo. Tukirejea tunarejea na taarifa zaidi.